Wakati huu wa teknolojia na mabadiliko ya haraka, ni muhimu kuwa na ujuzi wa kisasa. Nawaomba mjitahidi kuboresha ujuzi wenu katika maeneo kama vile katika tafiti mbalimbali, teknolojia ya habari na ujasiriamali. Hizi ndizo nyenzo zitakazowasaidia kufanikiwa katika soko la ajira. Sisi kama waajiri tutaendelea kuajiri kwa ajira za kudumu na za kimkataba kwa kadiri tunavyopata vibali vya ajira serikalini. Lakini pia tutakao waajiri ni wale wenye uadilifu na uzalendo, wabunifu, wenye moyo wa kutamani shirika na taifa linalofikia malengo yaliyowekwa. Kwa mantiki hiyo, tutakuwa tayari kuajiri wezi, watoro, wala rushwa, watumia dawa za kulevya na tabia nyingine zisizokubalika kwenye jamii, kwani tunasafirisha watu wengi na mizigo yenye thamani kubwa. Lakini pia rasilimali hizi serikali ambazo imeziweka kwenye mikono yetu ni za taifa zima. Kwa maneno hayo, na wasihi mkaendelee kujitunza huko mwendako, mkidumisha uhusiano mwema na ushirikiano ili muweze kufikia malengo makubwa. Binafsi nimefurahi pia kuona namba nzuri ya wahitimu wa kike, kwa sababu kwa miaka mingi reli imekuwa ikionekana ni ya kiumeume. Kwa hiyo unakuta ukiangalia hata kule ndani wafanyakazi wengi kama 2/3, theluthi mbili ya wafanyakazi ni wa kiume, wa kike ni wachache sana. Tukiangalia tunahitaji madereva wa treni wa kike wako wachache sana. Tunahitaji mafundi wa vichwa, tunahitaji mafundi wa umeme, tunahitaji mafundi wa kila aina. Kwa hiyo nimefurahishwa kuona namba inaongezeka. Sisemi kwamba tutaajiri wa kiume, lakini natamani wanawake pia namba iongezeke zaidi katika maeneo ambayo yanaonekana ni ya kiume. TTEC, yaani Chuo cha Teknolojia ya Reli Tanzania, imekamilisha udahili wa wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 unaojumuisha wanafunzi wa stashahada ya awali, yaani Basic Technician Certificate, na stashahada ya kawaida, yaani Ordinary Diploma. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wa pili katika Ordinary Diploma tumewadahili kutoka kampasi za Tabora na Morogoro. Chuo kimedahili jumla ya wanafunzi 689 ambao wanaume ni 450 ambao ni 65.32, na wanawake ni 239 ambao ni 34.68 ya wanaume waliopo. Udahili huu wa wanafunzi 689 ni ongezeko la 21% ukilinganisha na udahili wa mwaka uliopita wa masomo, yaani 2024-2025 ambao walikuwa wanafunzi 569. Naomba nizungumzie kozi maalum ya udereva wa treni. Chuo kinaendesha kozi maalum ya udereva wa treni ili kutosheleza mahitaji ya shirika katika kada ya udereva wa treni. Kwa sasa hivi wanafunzi hawa wameshamaliza masomo yao ya darasani. Sasa hivi wako kwenye masomo ya vitendo. Tumewatawanya katika stesheni zetu mbalimbali ikiwemo Tabora, Dodoma, Morogoro pamoja na Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako naomba nizungumzie ajira kwa wahitimu wetu wa chuo. Wahitimu wengi wa chuo wamekuwa wakiajiriwa na shirika la reli Tanzania, lakini pia wengine wanaajiriwa na shirika la reli la TAZARA katika kada mbalimbali kwa ajira za kudumu na za kimkataba. Katika mahafali yetu ya 5 ya chuo cha reli katika kozi ya diploma ya usafirishaji kwa njia ya reli, yani station master. Katika kozi yetu tumejifunza vitu vingi ambavyo leo tunaenda kujivunia. Hasa tumejifunza utembezaji wa magari kama zilivyo shule za station master kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, lakini pia tumejifunza upokeaji wa mizigo tunapokuwa stesheni kutoka kwa abiria wetu, lakini pia tumejifunza namna gani ya kuweza kuhandle station, kwa sababu unapokuwa station master ni kiongozi pale, kuna watumishi wengi ambao wanakuwa kwa pale wa shirika. Kwa hiyo namna gani ya kuweza kuadministrate watumishi wenzao unapokuwa nao pale. Actually na washauri wanafunzi wenzangu, kufikia hatua hii inahitaji kusoma kwa bidii. Lazima usome kwa bidii, kufuata maelekezo unayopewa na kuwa na uvumilivu. Sio inatokea changamoto kidogo inakuyumbisha. Kwa hiyo ili ufikie malengo lazima ujitume. Tunafurahi sana kwa kuhitimu masomo yetu. Tumejifunza vitu mbalimbali tukiwepo humu chuoni pamoja na kule field. Tumejifunza namna ya kupokea mizigo mpaka kuvipanga kwenye behewa, na namna ya kupokea treni. Treni ikifika kwako kama station master utaipa kibali, then utaitoa. Kwa tumejifunza majukumu ya station master tukiwepo shuleni, na tulipoenda kule field tulijifunza kwa vitendo.